Maombi ya kinafasi. Maombi ya kinafasi. Maombi ya kinafasi yalivyobeba umuhimu katika ufalme wa Mungu ili kutenda kazi. Maombi ya kinafasi. Maombi ya kinafasi. Maombi ya kinafasi yanavyoruhusu mbingu kutenda kazi. Unapoomba kuna kuomba kinafasi. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Maana yake usipoomba kuna kitu hakiwezi kutokea. Amen. Kwa kuna maombi ya kulala, kuna maombi ya kuombea chakula, kuna maombi ya kumwombea mgonjwa, kuna maombi ya kuombea jambo fulani, lakini kuna aina ya maombi ambayo utapaswa kuomba ukiwa kwenye nafasi. Nikimaanisha usipokaa pale ukaomba kwa mfumo huo, kuna vitu haviwezi kuzaliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya sio maombi ya ujumla. Haya sio maombi tukaombe kanisani. Haya ni maombi ambayo unakuta yamebeba misheni maalum kwa ajili ya mtu, kwa ajili ya kanisa, kwa ajili ya taifa na kwa ajili ya familia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mfano, huwezi kumwombea mtoto ambaye Mungu ameshakusemesha umuombee, alafu muombee ukasema tu Mungu ninambariki mwanangu Sayuni, ninambariki mwanangu fulani, unawaunganisha hivyo. Itabidi uchukue muda wa kutosha wa kumwombea huyu ambaye umepata taarifa zake. Unaomba mpaka uhakikishe kuna jambo limeshafanyika kwa huyu. Sasa unapoomba kwa sura hiyo, unaziingiza mbingu kazini. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Maombi ya kinafasi ni maombi ya maelekezo. Maombi ya kinafasi ni maombi ya maelekezo. Unajua kuna mtu anajiuliza, pastor, unahubiri kitabu? Ndio, nahubiri kitabu, lakini ni kipengele ambacho hakipo hata kwenye kitabu. Bwana asifiwe. Kumbuka nimekwambia hichi kitabu kinaweza kikawa na zaidi ya, kuna part 1 tayari tumeshatoa, hiyo itakuja part 2 na part 3. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa hiyo kunakuwa na kitabu cha pili, tutakuwa na kitabu cha tatu. Sasa hiki ninachozungumza hapa, hiki ni hatua ya pili. Bwana asifiwe. Na hatua hii ya pili itakusaidia. Amen. Na ukikumbuka kama umesoma hicho kitabu vizuri, nimeelezea na maeneo muhimu ya kuombea. Maeneo muhimu ya kufanyaje? Ya kuombea kule mwishoni. Sasa maeneo hayo ya muhimu ya kuombea, sasa hapa nataka nikufundishe unasimamaje kuomba kwenye hayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nimesema hivi, kama Mungu amekupa agenda ya kuombea, Mungu amekwambia hivi, ombea kazi yangu. Sasa ukisimama kuomba, hautaomba maombi ya kawaida yale. Utakuwa unaomba maombi ambayo kuna Mungu anayekufuatilia na kukuelekeza kuomba. Yesu Kristo asifiwe. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Hivi kuna mtu ananielewa? Yesu atukuzwe. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kuna kitu unanielewa sawa sawa? Sasa kuna vitu vingine ambavyo hauwezi kuvizalisha kama haujawa kwenye maombi haya. Amen. Lakini ukielewa hii siri, itakusaidia kuanza kuomba kwa viwango vikubwa ambavyo vitakusaidia kufanya mambo makubwa yatokee kwenye maisha yako. Haleluya. Yesu asifiwe sana. Kuna mtu ananielewa? Mwambie mwenzako, maombi ya kinafasi ni maombi maalum kwa ajili ya jambo maalum. Ni maombi ya kuatamia. Maombi ya kinafasi ni maombi ya kuatamia. Maombi ya kinafasi ni maombi ya kuatamia jambo liweze kuzaliwa ama litokee. Haleluya. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Ni maombi ya kufanyaje? Ya kuatamia. Maombi ya kinafasi ni maombi ya kuatamia mpaka jambo lizaliwe. Kuna namna ambavyo una mambo ambayo umeyaombea muda mrefu lakini hayajatokea. Huu ni wakati wako wa kuelewa hichi Mungu atakachokiachilia hapa, ili tutakapoingia kwenye maombi, kuna namna ambavyo Mungu ataanza kwenda na wewe kwa viwango vya juu na vikubwa katika maombi. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Haleluya. Haujasikia agenda za Mungu zikija kwako kwa wazi
kwa sababu umekuwa na maombi ya ujumla, hujawa na maombi maalum. Amen. Hujawa na maombi ya namna gani? Maalum. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tangu mwaka huu umeanza, kuna jambo ambalo Mungu alitupa kuomba mimi na familia yangu, nikimaanisha na mke wangu. Tukawa tumeliombea kwa mzigo sana, na tukaliwekea na muda kabisa. Kwamba ikifika saa fulani tunaingia tunaombea jambo hili. Kwa hata kama mimi niko mbali, ukifika ule muda tunaungana kwenye maombi. Bwana asifiwe. Na tukiomba hatuombi kimazoea, tunaomba kimaelekezo katika roho, tukijua kabisa kwamba tusipoomba Mungu hafanyi. Haya maombi ya kinafasi, usipoomba Mungu hafanyi, hata kama ni Mungu wako hafanyi. Kuna kitu umesikia nimezungumza? Maombi haya kinafasi usipoyaomba, Mungu huwezi kumuona akihusika na mambo yako. Haimaanishi kwamba Mungu hatakulinda, atakulinda, atakuongoza, atakupa chakula utakula, atakupa maji utakunywa, atakupa mavazi utavaa, lakini kuna aina ya mtembeo wa kimungu na matendo makuu ya Mungu kutokea kwako hayawezi tokea. Ni mpaka ujue haya maombi. Bwana asifiwe. Kwa kuna aina ya maombi ambayo unatakiwa uyaelewe. Mwambie mwenzako usikomee kwenye hayo maombi ambayo umeyaomba miaka mingi. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Haleluya. Hivi una habari ili ushinde vita unaopigana nayo unahitaji mtu mwingine kukuombea kule sirini? Ili Mungu afanikishe biashara yako, panatakiwa pawe na mtu anayeomba mahali. Ili watoto wako wafaulu masomo, panatakiwa pawe na mtu anaomba mahali. Popote unapoona utendaji wa Mungu, kuna mtu yuko mahali amejificha anaomba. Mbingu hazijawahi kushuka kufanya chochote hapa duniani bila maombi. Na ndio maana Mungu akitaka kufanya jambo fulani kwenye maisha yako, atakufunulia hilo jambo, na akisha kufunulia ataweka mzigo wa kuliombea. Na saa nyingine unaweza ukaomba, si tu unaomba, utasukuma mpaka na kufunga. Yesu Kristo asifiwe. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Unajua siwezi kuomba maombi ya kukuombea upone alafu nifananishe na maombi ya kuombea kazi iende. Umeelewa hicho kitu nimesema? Kuna tofauti kuomba wewe upokee majibu fulani na kuomba ili kazi iende. Ili kazi iende inahitaji maombi ya zaidi. Na ndio maombi ambayo yanaitwa maombi ya kinafasi. Saa nyingine mtu huyo anayeomba maombi ya kinafasi hahitaji kujulikana. Kuna mtu unaweza akapewa mzigo wa kumwombea na Mungu akakwambia nyamaza usimwambie chochote, na ukaona akifanikiwa kwa kasi, alafu Mungu anakwambia nyamaza kimya, acha mimi nitukuzwe. Lakini wewe unajua kabisa huyu mtu amefanikiwa kwa sababu Mungu alinijia kwenye ulimwengu wa roho, akanibana kwenye maombi, nimwombee, akavuka. Unasema Mungu analeta jina kwako, omba kwa ajili ya fulani, omba kwa ajili ya fulani. Na nakwambia usipoomba, baada ya muda unaweza ukashangaa anaumwa ama amepata ajali ama akafa. Na wewe utajua fika sababu ya huyu mtu kufa ni wewe. Chochote Mungu akitaka kuzuia mahali, atainua mwombaji atakayeomba kinafasi. Chochote. Na nakwambia kama Mungu amekuita kwenye hii nafasi, halafu hujitambui, kitu atakachofanya kila wakati atakuwa anakusukumia vitu vigumu vigumu vitakavyokupeleka kwenye maombi. Shika hicho kitu, kitakusaidia. Usipojua nafasi yako, nakwambia huwezi kutembea ukiwa umepumua hivyo. Yaani ukiwa uko huru tu unajiachia, uko free, una amani, alafu wewe si muombaji wa kawaida, utapitishwa. Kila wakati atakupitisha. Sio kwa sababu hakupendi, ni kwa sababu hujui nafasi yako. Kosa nyingine, aina ya maombi utakayoomba baada ya kukutana na kofi ni aina ya maombi itakayomsaidia mtu kupona ajali Mwanza. Kwa hiyo Mungu ataruhusu kofi lije kwenye shavu lako, si kwa sababu hakupendi, ni kwa sababu hukujua nafasi yako ya kusimama ili kumruhusu Mungu amsaidie mtu fulani mkoa fulani. Kwa atakachokifanya Mungu, ataruhusu mtikisiko.
Na ukishaingia kwenye mtikisiko, kuna namna ambavyo utaingia kwenye maombi tofauti na wakati ukikuwa unafurahi. Mwambie mwenzako, sio kila changamoto inayopita kwako ni ya kukuua. Nyingine ni kwa sababu tu haujaelewa wewe ni nani. Bwana asifiwe. Barikiwe mama. Haleluya. Nisikilize, kuna saa unaweza ukakosa pesa. Na nakwambia ukweli, si Mungu amekusudia ukose pesa. Ni kwa sababu wakati amekuita kwenye maombi ulikuwa busy. Kwa hata atakachofanya, atakunyima kile kinachokufanya uwe busy. Ili nini? Akupate tu kwenye maombi hata kama ni siku moja. Na ukishaomba utashangaa mlango unafanyaje? Unafunguka. Halafu bila kujua unasema kwa kweli Mungu anajibu. Na nimeingia kwenye maombi, nimemuona Mungu ameibariki kazi ya mikono yangu. Kuna kitu cha Mungu umekisukuma mahali. Mungu kukufanikisha wewe, saa nyingine hahitaji hata uombe, ila anatamani kukuona ukiwa kwenye misheni yake ili yeye awe kwenye misheni ya kwako. Kuna aina ya watu Mungu anao humu ndani. Nitakusemesha hapa wachache. Na hawa watu wasipoomba, nakwambia Mungu haoni shida kuwalaza bila usingizi. Usiku kucha hawana usingizi. Haoni shida kuwafanya washinde njaa. Haoni shida kuwafanya walale tu kitandani mwili unauma. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ana mission na hawa. Ukishajua kuna namna Mungu ataanza kufanya mambo ya kushangaza kwenye maisha yako. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Saa nyingine Mungu anaweza asiwasukume watu wakusaidie, akawazuia ili ubaki tu mwenyewe uombe. Kuna wakati Mungu anaweza asikupitishe kwenye shida, anaweza akakufanya ukakataliwa tu. So unajua utaingia kwenye maombi ili upate kibali. Wewe unaomba kibali, lakini kumbe Mungu amekuinua ili uombe. Kuna mgonjwa fulani kwenye hospitali fulani anatakiwa kupona. Nisikilize, kule kwa Mungu unajua haiko kama sisi tunavyokuwa hatuonani mkoa na mkoa. Lakini kule kwa Mungu, Mungu anajua kabisa kwamba huyu mama akiomba, kuna mtu yuko Dar es Salaam kule Kigamboni atapona. Anaona, yani ni kama tu anaona ramani hivi. Yule anaomba, Mungu naomba unisaidie, Mungu naomba unitoe kwenye hili jaribu la ndoa. Lakini huyu ambaye anatakiwa amtoe kwenye jaribu la ndoa, hata kwenye ndoa hayupo. Lakini neema ya kumtoa yule aliyeko Kigamboni kwenye shida ya ndoa iko kwa mtu aliyeko Singida. Kwa hiyo ili yule kilio chake kisikilizwe, hatatakiwa aombe mtu aliyoko huku. Akishaomba huyu, ndipo Mungu anapata kibali cha kwenda kumsaidia yule mtu. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Ndio maana Mungu huwa anatafuta mtu mmoja na sio wawili. Akishampata huyu mtu mmoja akasimama kwa ajili ya wengi, kuna namna ambavyo mbingu zitafanya kazi kwenye huo mkoa, haijalishi anayeomba ni mmoja. Wewe unakumbuka tangu tumeanza hii huduma, haya mazingira yalikuwaje? Bwana Yesu Kristo asifiwe. Tangu umeanza kutaja habari ya Mungu wa mahali hapa, mahali unakoishi palikuwaje? Huwezi kujua namna ambavyo tunapambana na vita kwenye ulimwengu wa roho ya mabadiliko ya kawaida tu kabisa. Kuna wakati adui anakutokea kwenye ndoto, anakuambia, kwa nini wewe umesababisha watu wamefunguka akili wanajenga? Watu hawapigi tena wake zao, hawawafukuzi. Kumbe kuna mtu tu yuko mahali anaomba, na wakati akiendelea kuomba, kuna mpagani mmoja yuko mahali hapigwi, anaishi kwa amani kabisa. Lakini kwa sababu ya kwako wewe kukaa kwenye huo mtaa unaomba, saa nyingine unaweza ukachukulia maombi yako ni ya kawaida tu. Hapana, mwambie mwenzako, anza kuomba kinafasi. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Bwana asifiwe. Kuna maombi ukianza kuyaomba ukiwa kwenye nafasi, kuna namna Mungu ataanza kuwahudumia watu mpaka na usiowajua. Anaanza kuwahudumia. Haleluya. Sasa mfuate mlokole, utamkuta anaomba maombi, Mungu naomba uinue watoto wangu, Mungu naomba usaidie. Anajiombea mwenyewe. Haombi maombi ya kinafasi. Maombi ya kinafasi si maombi ya ubinafsi, ni maombi ya ukarimu. Maombi ya kinafasi ni maombi yaliyobeba moyo wa Mungu. Ni maombi ambayo hayahitaji mishahara baada ya kumaliza kuomba. Ni maombi ambayo hayahitaji muombaji ajulikane na mtu aliyekuwa anamwombea. Kuna vitu vinaendelea kwenye huu mji wa Singida. Nakwambia hivi, ni aina ya maombi tunayoyaomba. Na Mungu kunisukuma kuongea kitu kama hichi ni kwa neema tu. Sio rahisi kuta tunaongea hizi ni siri hizi. Bwana asifiwe.
Lakini kwa sababu majira yamefika, kuna watu Mungu anataka kuzungumza nao na anataka awaamshe wakae kwenye nafasi waombe. Ukiona kuna mikutano inakuja kwenye mkoa, kuna semina zinafanyika, kuna watu wanaokoka, kuna aina ya watu wanaomba. Ukiona kwenye huo mkoa watu hawaokoki, mikutano hamna, kuna watu hawajaomba kwenye nafasi. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kuna mtu mmoja ananisikia humu ndani. Haleluya. Mwambie mwenzako, maombi ya kinafasi ni maombi yaliyobeba moyo wa Mungu. Amen. Hayahitaji ujitambulishe, unajua mama fulani, mimi ndo nakuombeaga eti. Yaani yule mtoto wako alienda kusoma huko Uganda, mimi ndo niliomba mpaka hiyo nafasi kapatikana. Hamna. Unajaribu kuongea, Roho Mungu anakuambia funga mdomo wako. Tulia, endelea kuomba. Mishe nyingine hii hapa. Ngoja niongee hivi, itakusaidia. Maombi ya kinafasi ni sawa sawa na usalama wa taifa. Ni wachache wamenielewa. Askari mwanajeshi anayeitwa usalama wa taifa hajulikani na kazi zake huwa hazitambuliki, lakini bosi wake anajua utendaji wake, na anajua likitokea tukio kwenye engo fulani, anajua kuna kijana nilimtuma kule, anajua kuna siri kifichuka mahali fulani, anajua kuna kijana nilimtuma kule. Kwa mwombaji ni zaidi ya usalama wa taifa anavyofanya kazi. Unamkuta hajavaa hata makombati na anaweza akawa ana cheo kikubwa hata kuliko aliyeko kwenye mavazi, lakini mkuta akiwa kazini hataki hata kujulikana. Kazi zake anazifanya kwa siri. Mwambie mwenzako, muombaji wa kinafasi hufanya mambo yake na Mungu wake kwa siri. Kwa siri. Utashangaa tu kuna matokeo yanatokea, kuna vitu vinazaliwa vikubwa vya kimungu. Bwana Yesu asifiwe. Kitakacho kusaidia na kujua kwamba kuna aina fulani ya muombaji, hako kamtao unakuta kana amani. Kuna matukio fulani fulani huwezi kuyasikia. Hii nilikuwa nimekuja hapa ile mara ya kwanza, unashangaa kwenye mtaa hapa mama unasikia fulani ameshapigwa na mume wake amefukuzwa. Fulani sio hivi na hivi wamegombana. Fulani chiki ndeki nikamwambia Mungu sasa kuona hichi kitu. Ni kweli kwamba hawaji hapa kuabudu, lakini uliponileta hapo umenileta kama majibu kwao hata kama hawakujui. Acha wapate hiyo favor. Unajua baada ya hapo paka nyamaza kimya. Na nikasikia mtu mmoja anasema hivi, hili kanisa tuliondoa hapa. Akainuka mtu mmoja akasema, ungejua hili kanisa Mungu amelileta hapa kwa sababu gani, ungenyamaza kimya. Akamwambia, unakumbuka kulikuwa na hichi sasa hivi hamna. Unakumbuka kulikuwa na kile sasa hivi hamna. Unakumbuka wewe siku fulani kwenye shida yako pale nyumbani kwako, watu walikuwa wanakuombea hawa. Unajua kuanzia siku hiyo taratibu watu wakaanza kuheshimu madhabahu. Mungu akileta madhabahu mahali, si lazima kila mtu aje kuabudu hapo. Lakini iwe mtu anakuja kuabudu pale, iwe haji pale, ile madhabahu imeletwa kama kinga kwake, imeletwa kama usalama wake. Na ndio maana nisikilize, kuna watu wanaomba ili kanisa lingekuwa mtaani kwao, lakini mbona haijawa hivyo? Alafu unakuta wengine walioko mtaani hata hawataki kusikia. Unakuta na wengine wanafungua vinywa wanaanza kusema wanatupigia makelele. Nisikilize, sisi hatupigi kelele. Tukihama hapa nakwambia hivi, hakuna kitu kitaendelea. Na hakuna mtaa mgumu Singida nzima, nenda mpaka na wilaya za porini kama huu. Tafuta. Wenyeji wanajua. Mtaa ambao ulikuwa na sifa yake. Nimeshangaa hiyo sifa imepotelea wapi hata na mimi sijui. Lakini angalia namna Mungu anavyozidi kubadilisha maisha ya watu. Ni mtaa uliokuwa na nyumba za udongo. Mwaka mmoja nikazilani, nikasahau na mimi ofisi yangu ilikuwa ni ya udongo, na yenyewe ikakutana nacho huko, ikadondoka. Unajua nisikilize, kuna mtu anaweza akasema kumbe huyu ndo aliangusha nyumba zetu. Kama nisingeangusha ungejenga hiyo bloko. Nimezidondosha na nitaendelea kudondosha bado. Hatutaki nyumba za udongo. Tunataka Mungu akubariki, akupeleke kwenye baraka zako. Na ni muhimu ujue kwamba kuna watu wanaomba kwa ajili yako hata kama huwajui.
moja niwaambie, kuna mtu anaokoka anafikiri ni maombi yake. Kuna mtu aliomba kwa ajili yako, kusimama kwako na kufikia level ya ufahamu ya kumjua Mungu mahali ulikofika. Yuko mtu analia mchana na usiku, amepewa mzigo na hamjuani, ili tuwe hudumu kwa Mungu. Usijue kafikiri hata siku moja kwamba ni maombi yako tu ndio yanatosheaga wewe uendelee kushinda hiyo vita. Hamna. Mwambie mwenzako, ukiona umeamka salama alafu bado unasema Yesu ni Bwana, kuna mtu anaomba kwa ajili yako. Sasa na wewe tenga muda, omba kwa ajili ya wengine wasiojua. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mwambie mwenzako, maombi ya kinafasi. Yaani hiki ni chakula cha Mungu. Mwambie mwenzako, maombi ya kinafasi ni usafiri wa Mungu kuja duniani. Maombi ya kinafasi ni miguu ya Mungu, ni mikono ya Mungu kwa watu wake. Haleluya. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kuna mtu ananisikia? Omba maombi ya kinafasi. Nitakupa mifano kadhaa ambayo itakupa mwanga wa kukusaidia kujua ni maombi gani huwa unaomba. Amen. Bwana asifiwe. Haleluya. Sasa sikia. Ili wapiganao washinde, yalihitajika maombi. Ili wapiganao washinde, yalihitajika nini? Maombi. Kutoka sura ya 17. Kutoka 17. Tuone kitu cha kipekee sana ambacho Mungu alikifunua kwa watumishi wake. Kutoka sura ya 17, tasoma mstari wa 12 na wa 10 mpaka wa 12. Biblia inasema hivi. Yeye anasema, tuanzie mstari wa 8 itakusaidia. Mstari wa 8 itakusaidia. Wakati huo Waamaleki wakatokea wakapigana na Israeli huko Refidim. Musa akamwambia Yoshua, tuchagulie watu ukatoke upigane na Waamaleki. Kesho nitasimama juu ya kilele kile, na ile fimbo ya Mungu nitakuwa nayo mkononi mwangu. Mstari wa 10. Basi Yoshua akafanya kama Musa alivyomwambia, akapigana na Amaleki. Na Musa na Haruni na Huri wakapanda juu ya kile kilima. Mstari wa 11. Ikawa Musa alipoinua mkono wake, Israeli walishinda, na aliposhusha mkono wake, Amaleki walishinda. Angalia mstari wa 12. Lakini mikono ya Musa ilikuwa mizito, basi wakatoa jiwe wakaliweka chini yake, akalikalia. Haruni na Huri wakaitegemeza mikono yake, mmoja upande huu na mmoja upande huu. Mikono yake ikathibitika hata jua lilipokuchwa. 13. Yoshua akamwangamiza Amaleki na watu wake kwa ukali wa upanga. Bwana asifiwe. Umesikia hapo? Musa, Haruni na Huri walikuwa mlimani wakiomba. Alafu Joshua na wanajeshi aliowachagua walienda vitani kukabiliana na maadui. Mikono ya Musa ilipoinuka juu, Yoshua na watu wake walishinda. Na mikono ya Musa ilipochoka ikashuka, adui alishinda. Sasa nisikilize. Kuna muunganiko ama kuna uhusiano kati ya muombaji na anayeombewa. Bwana asifiwe. Haruni na Huri wao hawakuwa wanawaombea walioko vitani, walikuwa wanamwombea Musa ili aendelee kuomba kwa ajili ya walioko vitani. Haya, niongee hivi. Hatuoni mikono ya Haruni ikiinuliwa alafu Israeli wanashinda. Hatuoni mikono ya Huri ikiinuliwa alafu Israeli wanashinda. Tunaona mikono ya Musa ikitegemezwa na hawa watu wawili. Maana yake Musa, ili mikono yake iweze kukaa juu, alihitajika Huri na Haruni. Kwa hiyo Huri na Haruni wao kazi yao kubwa walikuwa wanamwombea Musa, na Musa alikuwa anawaombea Joshua ili washinde vitani. Mshaanza kuona namna maombi ya kinafasi yalivyokaa. Ili Mungu afanye miujiza kanisani, panahitajika pawepo watu wa kuomba kwa ajili ya mtumishi wa Mungu.
Na ili mtumishi wa Mungu aendelee kuruhusu matendo makuu ya Mungu, anahitajika Roho wa Mungu aendelee kuwa juu yake kwa nguvu. Maana yake mtumishi wa Mungu anatakiwa aendelee kuomba kwa ajili ya watu waweze kupokea. Yesu Kristo asifiwe. Kuna kitu unanielewa, mtu wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Sasa nisikilize, kuna miujiza haifanyiki leo kanisani kwa sababu kuna aina ya watu ambao hawajapatikana wanaotakiwa kuomba kwa ajili ya mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo kuna uhusiano wa maombi yako kwa kuhani na utendaji wa kuhani kwa watu. Hakuna mchungaji ambaye anayeomba na amejitunza anaishi maisha matakatifu asiye na nguvu. Ila tuna wachungaji wengi sana wasio na waombaji. Kwa hiyo unajikuta wanakosa ile nguvu ya kukabiliana na changamoto za watu ili kuzitatua. Kwa nini? Kwa sababu upako peke yake wa pasta hautoshei. Ili upako wa pasta uingie kazini, unahitajika upako wa muombaji kumwingiza pasta kazini. Kwa usiku umeona watu hawajafunguliwa, wewe ambaye ndani yako umepewa mzigo wa kuomba kwa ajili ya pasta, uwe na uhakika wewe ndio umeleta shida kanisani. Watu wamerudi na shida zao, watu wamerudi na magonjwa. Kwani kwa sababu usiku ulipoamshwa na Roho Mtakatifu ili uombe, usingoje nilale kidogo afu nashangaa saa 12. Alafu unjue bora ingekuwa saa 12 Jumamosi, saa 12 Jumapili. Na unasikia ndani yako ulipewa mzigo, ukaonyeshwa ibada namna inatakiwa iwe, ukaonyeshwa na matendo makuu ya Mungu, lakini ili yatokee ulishikwa ili uombe. Unasema ngoja nilale kidogo. Unaamka asubuhi, amna kitu kinaumiza na kinakosesha amani kwa muombaji kama Mungu amemsemesha jambo halafu hajaliombea, halafu anatakiwa kwenye tukio. Na unajua anaona kwa wazi sana kwamba ni mimi ndo nimesababisha haya. Hebu nipungie mkono wako. Unanielewa, mtu wa Mungu? Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa hiyo ili Israeli washinde vita ilihitajika watu wangapi? Watatu. Bwana asifiwe. Ilihitajika watu watatu. Na hawa watu watatu kila mmoja alikuwa na nafasi yake, nafasi zisizofanana. Nikimaanisha watu wawili, Huri na Haruni, nafasi yao ilikuwa ni kumwombea mtu mmoja. Nafasi ya Musa ni kumwombea Joshua pamoja na wanajeshi walioko uwanjani kwenye vita. Musa anamuinua Joshua na vikosi uwanjani kule kwenye mapigano, lakini Huri na Haruni wanamuinua Musa mlimani kwenye maombi. Mungu mtie nguvu mtumishi wako, mikono isichoke, isishuke. Ikishuka tutaaibika vitani. Halafu Musa anasema, Mungu ninaomba uwe upande wa Joshua pamoja na lile jeshi alilolichagua. Pigana vita tushindie, pigana vita tushindie. Umeshaona hivyo vitu, hizo agenda mbili tofauti ambazo ni za kinafasi. Sasa sikiliza, mikono ikishuka vita wameshindwa, ikiendelea kwa juu tumeshinda vita. Kwa utahakikisha mpaka aliyeko vitani ameua kila mtu, wameisha wote, halafu ndio tunaweza tukashusha mikono ya Musa. Walifika mahali mikono imekuwa mizito, wakapata ufunuo, wakasema hili mikono iendelee kuwa juu, Joshua endelee kuwa na nguvu vitani pamoja na wenzake. Chukua jiwe upande huu tuegemeze hapo, na huyu mwingine akae hapo. Ili nini? Tuendelee kushikilia, tusiombee mikono ikiwa imening'inia chini, tuiombee mikono ikiwa imenyanyuka juu. Kwa nini? Kule kwa Mungu ashushae nguvu kwa Joshua kule kumsaidia Musa aendelee kuunganika na lile wingu la ushindi la vita ambalo linatakiwa limfuate Joshua kule vitani. Kila vita unayopigana unashinda, haujashinda wewe, kuna mtu huku nyuma. Na ndio maana ukiona mtu ana kiburi, anasema anajua kuomba, mwambie mwenzako ni mchanga bado. Kila hatua unayoichukua yenye mafanikio, kumbuka, usisahau kuna mtu ameomba usiyemjua. Na ndio maana ukitaka kufanya biashara na Mungu, achana na kujiombea sana. Tafuta agenda zilizo kwenye moyo wa Mungu. Akikwambia yeye jiombee, omba, lakini msukumo wenye faida
unaoleta baraka nyingi, ninakushauri mimi kama mtumishi wa Mungu uwe na agenda ambazo si za kwako, zilizo nyingi. Sisemi usijiombee. Kuna muda wa kujiombea ili uendelee kudumu kwenye nafasi, ili uweze kuomba sawasawa kwenye nafasi yako. Umruhusu Mungu ashughulike na mambo yako, umpitishe Mungu aende akashughulike na wale watu ambao unaowaombea. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Hivyo kuna mtu ananielewa? Tunaelewana sawasawa? Amen. Ili Mungu aje duniani afanye jambo, analetwaga na muombaji, sio na mhubiri. Kwa hiyo niongee hivi, kumuona mhubiri anahubiri kwenye jukwaa na waka fire, yuko moto kweli, anahubiri kuna watu wamejificha mahali ndio wanachochea huo moto. Mwambie mwenzako tunategemeana. Ukiona nimefanikiwa, manake kuna mtu amehusika kunifanikisha. Na uzuri saa nyingine Mungu ili kuendelea kutusaidia tuendelee kwa wanyenyekevu, anamficha mpaka na huyo mtu hata umuone. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Siku moja nikawa namsikia baba yetu Mathayo akawa anatoa ushuhuda, anasema aliwahi kutana na mtumishi mmoja wakiwa kwenye kambi mahali. Yule mtumishi akamwambia, ni wewe, tulikutana na wewe, nakujua wewe. Unajua baba? Akamuuliza, wewe ulikutana na mimi wapi? Akamwambia, tulikutana rohoni. Alafu anaishi wapi? Yeye yuko Arusha, alafu yule mtumishi yuko Nairobi, Kenya. Akamwambia, ilikuwaje? Ni Mungu tu alileta sura yako. Akaniambia nikuombee. Na mimi nilikuwa sijui napitia nini. Kwa nikaingia kwenye maombi. Mbingu zikaingizwa kazini Tanzania, lakini kupitia maombi yanayotoka Kenya. Kuna muhimu sana kujisahau na kubeba mission ya Mungu. Unajua hiyo ni level nyingine ya muombaji, sio level ya kawaida. Mwambie mwenzako acha kuomba vitumbua. Unachelewa. Naomba Mungu, naomba unipe kazi. Si uachana na kujiombea kazi, ombea ambao hawajapata kazi kama na wewe hujapata. Kamuulize Hana. Hana alifika mahali sasa alikuwa anadaidai mtoto kwa mume wake, mume wake akamwambia, kwani mimi si ni bora kuliko watoto 10? Akaona hapa sasa. Hapa hamna mission tena hapa. Akarudi. Akaanza kupata ufunuo. Alipoenda ibadani huko Rama huko, Bwana asifiwe. Akaenda kuabudu. Alipofika kule akagundua kuna mtu hayuko hapa. Akaanza kufanya biashara na Mungu. Unajua alichomwambia kwa Mungu, ukinipa mtoto wa kwanza tu nakupa. Akishamaliza kunyonya tu ni wa kwako. Atakula nini huko mimi sijui mwenyewe huko kanisani. Unajua baada ya kufanya hivyo, huyu mama alikuja akazaa tena watoto kadhaa. Lakini kumbuka, hakuanza kulalamika tena. Hatuoni Biblia ikituambia anasikiliza maneno tena ya mke mwenza. Alikuwa amefocus kwenye lile jambo, maana ameshajua hii ndio mission na majibu yako hapa. Na unajua kwa sababu yale maombi ili yajibiwe lazima kuhani aseme. Eli akafika mahali akamuona mwanamke mpaka anafika mahali midomo inacheza cheza hivi anaomba. Akamwambia, utaendelea kulewa mpaka lini wewe? Achilia mbali hicho kilevi chako. Yule mama akamwambia, hapana, usimzanie mtumwa wako kuwa ni mwanamke asiyevaa. Akasema, nimemimina roho yangu wapi? Mbele za Bwana. Unajua hakusema nataka mtoto. Mtumishi wa Mungu sababu anajua password za kiroho, akamwambia Mungu akujalie haja ya moyo wako uliomuomba. Majira yalipofika mama akazaa. Amemwachisha mtoto kanisani. Anarudi nyumbani kapakata wengine. Mwambie mwenzako aliyepata faida ni yupi? Maana Mungu alipewa mmoja, huyu dada alibaki na watano, si watano, si 6. Alibaki na watoto wengine wengi tu. Bwana asifiwe. Haleluya. Sangalia, mwambie mwenzako kama unatafuta mtaji, ombea wasio na mtaji. Unatafuta biashara, ombea wasio na biashara. Unatafuta mtoto, ombea asiye na mtoto. Unatafuta ndoa iwe na amani, lia kwa ajili ya mtu mwingine. Unataka watoto wako wafaulu, maombi ya kinafasi, ombea wengine. Mungu anashughulika na wako. Kwa sababu maombi yako ukianza kumwombea mtoto wako, huwezi kumwombea kwa viwango. Lakini ukianza kuomba kwa ajili ya mtu mwingine, Mungu anakupa na ufunuo, anakupa na nguvu, anakupa na utukufu wa kusaidia kudumu kwenye hayo maombi mpaka wale watoto wasaidike. Hii ni siri unahitaji kujua. Bwana Yesu Kristo asifiwe.
Pigia Yesu makofi kama unanielewa. Bwana atukuzwe. Haleluya. Sasa nisikilize. Tumeona hapo, huo ni mfano mmoja. Nisikie vizuri. Ili neno la kinabii litimie kwenye maisha yako, linahitaji mtu mwingine asiyejua umetamkiwa nini aombe. Yaani Mungu kasema yeye mwenyewe, ili atimize alichokisema juu yako, atahitaji maombi tena ya kutimiza alichosema. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kitabu cha Luka sura ya 2. Luka sura ya 2. Mwambie mwenzako ukitamkiwa neno la baraka linahitaji maombi, na ndio maana saa nyingine uwe makini kusikiliza nani ametamkiwa nini, halafu nenda chukua iwe ni agenda yako ya kumwombea huyo mtu, ili na wewe Mungu akuinulie watu wa kuomba kwa ajili yako, ili hilo neno Mungu apate kulitimiza katika jina la Yesu Kristo. Luka sura ya 2 na ule mstari wa 25. Kwa muda wako utasoma mpaka 33, lakini nataka nisome kidogo tu hapo, na kuna kitu naamini utaelewa. Biblia inasema, natazama pale Yerusalemu palikuwa na mtu jina lake Simeoni, naye ni mtu mwenye haki, mcha Mungu, akitarajia faraja ya Israeli, na Roho Mtakatifu alikuwa juu yake, naye alikuwa ameonywa na Roho Mtakatifu ya kwamba hataona mauti kabla kumwona Kristo. Bwana asifiwe. Kristo wa Bwana. Haleluya. Basi akaja hekaluni ameongozwa na Roho na wale wazazi walipomleta mtoto Yesu ndani, ili wamfanyie kama ilivyo desturi ya sheria, yeye mwenyewe alimpokea mikononi mwake, akamshukuru Mungu akisema, sasa Bwana, wamruhusu mtumishi wako kwa amani, kama ulivyosema, kwa kuwa macho yangu yameuona wokovu wako uliouweka tayari machoni pa watu wote. Bwana Yesu asifiwe. Huyu mtu alizuiliwa kufa akiombea Mariamu akiwa mjamzito, mpaka alipojifungua, mpaka mtoto anakuja kukabidhiwa madhabahuni, alitakiwa aombe. Akamwambia mzee, ufi, ninajua unataka kufa, lakini ufi. Kwa nini? Kwa sababu kuna kitu nataka ukione kwanza ukiwa katika mwili. Kwa hiyo mzee kama huyu, Biblia inasema akiwa amejaa Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Sasa nisikilize, Roho Mtakatifu alikuja kwa wazi sana baada ya Kristo, lakini tunamuona akisemwa hapa kwa wazi sana kabla ya Kristo, kwamba alikuwa juu ya Simeoni. Ili nini? Ili aombe. Na ndio maana Roho wa Mungu akishakuja juu ya mtu, kazi kubwa Roho wa Mungu anayokuja nayo juu yako ni ili uombe. Bwana asifiwe. Wewe kaangalie kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2, wakati Roho wa Mungu anakuja juu ya hawa watu, walinyamaza? Waliomba. Mimi nitamshangaa sana mtu ambaye amejaa Roho Mtakatifu alafu sio mwombaji. Huyo roho sio roho wa Mungu. Roho wa Mungu popote aliko, huyu mtu anaomba. Huyu mtu ana agenda za ufalme wa Mungu. Huyu mtu ana taarifa za Mungu kwa ajili ya mapenzi yake hapa duniani, ili aweze kusimama kuomba. Kwa hiyo huyu mzee alijazwa Roho Mtakatifu. Biblia inamthibitisha alikuwa ni mwenye haki. Akamwambia omba. Kuna mtu anatakiwa kuja, kuna wokovu unakuja. Yuko mtoto anatakiwa umshike kwanza kwa mikono yako, halafu umtabirie kama mzee. Bwana asifiwe. Tafuta mahali Yesu alishikwa na mzee akatabiriwa. Ile utamkuta tu yuko hekaluni akiwa na miaka 12 akihojiana na wazee. Lakini mzee aliyemnasa Yesu kwenye mikono yake kwa mara ya kwanza ni huyu Simeoni. Halafu akamtabiria maneno magumu, kiendelea kusoma hapo. Halafu wakati huo huyu anaongea, haongei maneno ya kawaida, anazungumza maneno ya kinabii, halafu akiongea na Mungu straight. Ulinizuia nisife, lakini macho yangu yameuona wokovu, na nimeona kile ulichosababisha nisife nisije kwako. Na sasa ninakutukuza wewe kwa sababu kile ambacho umekituma duniani mimi nimekiona kwa macho yangu na nimeshuhudia. Sasa unaanza kaniruhusu nije. Biblia yetuambia alikufa lini? Halo? Yesu aliombewa. Kuna na mtu mwingine anaitwa Nabii Ana. Bwana asifiwe. Ndio maana nikakwambia hivi, ili Mungu makatala baso afanye kitu lazima ainue mwombaji. Ainue mwombaji. Hii kazi iende, kuna watu wanaomba mahali.
kwa ajili yetu. Ili kazi ya Mungu iende Singida, maombi tunayoomba kuna wakati Mungu anayatumia. Kuna vitu ili vifanyike kwenye familia yako, uwe na agenda kwa ajili ya watu wengine. Kwenye haya maombi tunaomba kwa ajili yetu, si ndio? Sasa mwambie mwenzako tubadilishe sasa hatua, twende zaidi ya hapo. Tumeshaomba siku 14, tuna siku 7 mbele yetu. Tunatakiwa tusimame, tuanze kuomba kwa ajili ya ufalme sasa. Haleluya! Bwana Yesu Kristo asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu ananisikia humu ndani. Hiyo Luka 36 mpaka 38, 36 38. Biblia inasema hivi, palikuwa na nabii mke jina lake Ana binti Fanueli wa kabila la Asheri, na umri wake ulikuwa miaka mingi. Alikuwa amekaa na mume miaka 7 baada ya uanawali wake, naye ni mjane wa miaka 84. Angalia ninachotaka ukione. Haondoki katika hekalu. Nini anakifanya hekaluni? Anaabudu. Kingine usiku na mchana. Alafu angalia, kwa kufunga na kuomba. Sisi tunamwabudu Mungu huku tumekula. Lakini kuna mtu Mungu amemshikilia kanisani, sio kwa ajili ya maisha yake. Kwanza kumbuka, amemnyang'anya mume mapema sana, miaka 7 mume ameshaondoka. Alafu akafungiwa kanisani na Roho Mtakatifu. Akazi anayotakiwa kuifanya kule, hatakiwi kumwabudu Mungu na kuomba akiwa hajafunga. Pia anasema akawa anaabudu na kuomba kwa kufunga. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Lakini ni kitu gani kinachoendelea? Simeoni anamaliza kuongea wakati na Yesu. Angalia kinachoendelea hapo. Bwana asifiwe. Angalia hapa, mchana na usiku wa kufunga na kuomba. Angalia 38. Huyu alitokea saa ile ile akamshukuru Mungu na wote waliokuwa wakiutarajia ukombozi katika Yerusalemu, akawatolea habari zake. Manake mzee Simeoni amemaliza. Sasa Simeoni anamaliza tu, anatokea. Kumbuka hawa wote wawili agenda yao ya maombi ilikuwa ni Yesu azaliwe duniani. Sasa fikiri, Mungu analituma neno lake yeye azaliwe, alafu ili kitokee hicho kitu damu na nyama, akashikilia wazee wangapi? 2 waombe ili kizaliwe. Mwanamke mjane aliyeachwa akafiwa na mme akiwa na miaka 7 kwenye ndoa. Kumbuka akiwa bado kabisa binti, alafu amekaa kanisani miaka 80 na mingapi? Toa hiyo 7 ni miaka mingapi ya ujane? Alafu yote anaabudu, anaomba, anafunga. Kwa ajili ya nani? Ya Yesu. Huyu naye alikuwa amefikia muda wake wa kufa. Mungu akaja akakata rufaa, ambaye si mimi ndo nauaga. Sasa tulia, usife. Kwa nini? Na kazi unatakiwa unisaidie. Omba. Akamwambia swala la wewe kuishi huku liko na mimi. Nachotaka tu kile cha kwangu kizaliwe huku duniani, kitokee. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Haleluya. Kuna mtu mmoja ananisikiliza na kunielewa. Kuna vitu vingine Mungu anatushika kwenye maombi kuomba, sio kwa ajili yetu, ni kwa ajili ya watu wengine, ili Mungu aweze kuwafikia, awasaidie. Sasa unakuta sisi tunaomba maombi ya kiubinafsi. Unalia machozi ili kwa sababu huna hela, ili kwa sababu unadaiwa, umekosa hela ya ada, unalia kweli. Usijue kuna watu hata hela ya kuvalisha watoto nguo za shule hawana, licha ya ada. Kumbe tunatakiwa ili tufanye biashara na Mungu ni kuachana na huo utaratibu, ni kuingia kwenye maombi ya machozi, kumwombea mtoto mwingine ambaye amekosa ada na hana namna ya kulipiwa ada na amekwama. Unaingia mbele za Mungu, Mungu muinulie huyo. Uone kama Mungu hata kutokea na wewe, hata kutokea mapema sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Yesu asifiwe. Nisikilize, ili mbingu zifunguke na kutuma malaika, ni lazima kanisa liombe. Ili mbingu zifunguke na kumtuma malaika ili afanye jambo fulani litokee, lazima kanisa liombe. Matendo ya Mitume, Matendo ya Mitume ile sura ya 12. Mwambie mwenzako msaada wako umechelewa kwa sababu hujaomba kama kanisa. Kumbuka hapa nimezungumza kwa habari ya mtu mmoja mmoja. Simeoni na Hana walikuwa ni watu ambao hawaonani. Tunaelewana vizuri.
Tumeona timu ya watu watatu ikiwa inaomba kwa ajili ya kikosi kilichoko vitani. Tunaona timu ya watu wawili wasiojuana wakiombea jambo moja la kufanana. Halafu lile jambo limetokea damu na nyama, wote wanakutana kwenye center. Simeon alijua kabisa target kwamba hawa watu wanakuja tayari, mtoto anatakiwa kuja kanisani. Maana yake nini? Yuko tayari kuingizwa kwenye majukumu kwa sawasawa na kanuni na sheria za Wayahudi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu mwanaume ndo anatakiwa atangulie Kiyahudi. Alipomaliza kuongea, Ana nabii naye akatokea akamwambia, hichi kilichozungumzwa na huyu mzee ni sawa, hata mimi Mungu alinisemesha hivi na hivi. Akawathibitishia watu waliotarajia wokovu. Sasa hii hapa tunatamani kuona Mungu akitusaidia kama kanisa. Mwambie mwenzako kuna maombi kama kanisa. Na ndio maana tukifunga tunataka tukutane. Nini? Utaona hii maana yake. Matendo ya Mitume 12. Mstari wa 1 mpaka wa 11. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Biblia inasema hivi, panapo majira yale yale Herode mfalme akanyosha mikono yake kuwatenda mabaya baadhi ya watu wa kanisa, akamuua Yakobo ndugu yake Yohana kwa upanga. Na akiona ya kuwa imewapendeza Wayahudi, akaendelea akamshika na Petro. Siku hizo zilikuwa ni siku za mkate isiyotiwa chachu ama isiyochachwa. Alipokwisha kumkamata, akamweka gerezani, akamtia mikononi mwa vikosi 4 vya askari 4 wamlinde, akitaka baada ya Pasaka kumtoa na kumweka mbele ya watu. Mstari wa 5. Basi Petro akalindwa gerezani, nalo kanisa likamwomba Mungu kwa juhudi kwa ajili yake. Kanisa liliomba, mbinguni zikaomba kwa juhudi kwa ajili ya nani? Ya Petro. Sisi ukija hapa kanisani wengi unaweza kaambia sasa tukapigana vita inayozuia hela. Unajua utaona watu wakitoka na jasho. Yaani yale mashetani yanakuzuia kuomba pale nyumbani. Si uliona watu walivyoomba asubuhi? Watu walipiga wewe, wakashughulikia. Mtu kujua kwamba nywele zangu zimechukuliwa ni utambulisho wangu. Kuna mahali amesaulika, amekataliwa. Kuna mtu muhimu anamkataa, muoni hata urembo alionao hauonekani. Wewe alipiga kapiga sawa sawa. Sasa inafika mahali unatakiwa uombe kwa ajili ya mtu mmoja kanisa zima aliye gerezani. Na unajua ni usiku mmoja Mungu anatakiwa atokee amsaidie mtumishi wake. Otherwise hatuna, huyo mtumishi anakufa. Kwa usiku ule ule kanisa wakakusanyika mahali pamoja, wakaingia kwenye maombi. Biblia inasema wakaomba kwa bidii kwa ajili ya Petro. Hawakuwa wanafikiri kama anaweza akatoka usiku huo, kwa sababu tayari, kumbuka, walikuwa na msiba wa mwanafunzi mwenzao. Yakobo alikuwa ameshakufa, tena kwa kifo cha kikatili. Usiku huo huo wakaomba. Umefiwa, alafu amekamatwa kiongozi wenu, alafu unatakiwa uombe kwa mzigo. Biblia inaposema kuomba kwa bidii, maana yake ni kwa mzigo. Watu walikuwa wanaomboleza, wanalia. Kwa nini? Wanajua kabisa pakikucha asubuhi Petro hatunaye. Moyo nisikilize. Kiendelea kusoma, Mungu alimtuma malaika. Pamoja na kwamba jamaa alikuwa analindwa na vikosi 4, alafu chumba cha ndani kule umefungwa kule, alafu kila mlango kuna vikosi kuna watu 4 wamesimama pale. Mimi sijui kipindi hicho walikuwa wanatumia silaha gani, lakini ingekuwa ni kipindi chetu hiti pale wana nani ile. Bwana asifiwe. Wanasema AK47 iko nao hapa imeshikilia hapo hivi. Manake wako tayari kumshughulikia mtu ambaye anatakiwa kuja kumtoa. Vikosi vingapi? Wakaamua kukata rufaa kwa Mungu, ambia Mungu usipotokea hapa usipotokea, huyu ndugu hatunaye, kwa sababu huyu jamaa ameshaona amefurahisha watu na anaweza akafanya kweli. Na alikuwa hatani. Taka kujua kwa hatani, kasome hapo. Malaika alipomtoa, wale walinzi walibaki wanang'aa macho pale. Ile roho ya mauti ilikuwa imeandaliwa kwa Petro, ikawalamba wao. Wote wakakamatwa wakauawa. Kwa nini mmeacha mtu muhimu akaondoka? Ameondokaje? Yaani unajua kama kuna kipindi ambacho wanadamu waliona mauzauza, ni kipindi cha mitume. Nilikuwa ninasoma hapa, kuna mahali walikamatwa. Ukisoma
kwenye sura za mbele walikamatwa. Unajua malaika akaja usiku, hakuna mtu ameomba. Maana yake kuna wakati Mungu anaweza akaingilia kati akafanya kama yeye, lakini kwa sababu ya maombi ya mtu fulani ambaye yeye ndiye anamjua Mungu mwenyewe, alienda akawatoa. Gereza limebaki, milango imefungwa, alafu akaambiwa jamani, ile kazi yetu iendelee pale. Alafu wanaenda kwenye gereza, wanakuta hamna mtu. Walinzi wanaulizwa imekuaje? Fungua milango, imefungwa. Alafu kule ndani hakuna mtu. Anakuja mjumbe anasema, "Aisi, tumewaona wako kule kwenye hekalu wanafundisha." Muulize jirani yako, kama ni wewe ungeoka wakamata, ungewakamata. Alafu hawa mmoja wapo waliponaswa, anatoka, milango imefunga. Wanaamka asubuhi, hakuna mtu. Hata waliokuwa wanaomba pia walikuwa hawaamini kama anaweza akatoka. Kasome utaelewa. Anagonga hivi, kijakazi anakuja anaangalia, anasema ni Petro. Wanaenda wanawaambia watu, wanasema hamna wewe, huyo ni malaika wa Petro. Huyo ni malaika wa Petro, sio Petro. Nisikilize, maana kitu ilibana mioyo. Walilemewa kiasi ambacho walikuwa hawaamini hata hicho wanachoomba. Unajua kuna aina ya maombi unaweza kaingia kwenye maombi unaomba, ni Mungu mwenyewe ndo anakuja kukutoa huko. Yaani unaomba pote ambalo liwalo na liwe huko. Unazama mazima. Unalia, unaomboleza. Bwana asifiwe. Haleluya. Kuna siku moja nikawa ninamwombea mama mmoja mjamzito, alikuwa anaenda kujifungua.